Wewe Rebeka, usinifuate. Dafina, usiniogope. Mimi sio mtu mbaya kabisa. Nakuomba usiniogope. Ngoja kwanza Rebeka, nataka nikuulize maswali. Wewe ni nani mwenzetu? Na hicho ulichoshika ni nini? Hizi ni hati zile alizochukua yule jambazi. Na Dafina, kila kitendo ulichokiona pale ndio ngopo nafanya mchakato ili nizipate. Na nimezipata. Nikombe kitu Dafina? Kila kitendo ulichokiona pale, naomba usimwambie mtu yoyote. Na iwe siri yako. Hati? Yaani wewe Rebeka, nakuja tu nashangaa naona vitu vinatokea mkononi kwako. Au msema baba ni kweli mama alikuwa ni mchawi akakulisisha wewe? Sina. Sipendi hiyo tabia yako. Aliokopa anaisema marehemu baba kwa kumuita mama yetu ni mchawi. Siku nyingine ukisema hivyo nitakupiga. Haijalishi wewe ni dada yangu au ni nani. Mimi nafanya haya yote kuwasaidia nyie, wewe na Dafina, lakini nyie mnanidharau. Sasa basi nakuonya, kile kitendo ulichokiona pale usimwambie mtu yeyote na iwe siri yako. Ukijaribu kufungua huo mdomo wako kumwambia mtu yeyote, nitaufunga na hutaongea kamwe. Mkuu, tayari nipo naye na nimemnasa kirahisi sana. Hii ndio maana ya yule msemo, ndege mjanja unasa katika tundu bovu. Safi sana. Kwa hiyo sasa hivi yuko wapi? Yupo katika chumba chetu kile cha maficho Kajiraza. Vizuri sana. Sasa mpango umebadilika. Hatutomuua kwa sasa. Nimemuuliza namba 7 sababu inayopelekea kumuua. Akaniambia kuna nyumba inapaswa kuuzwa. Na kipingamizi ni yeye, maana hati za hiyo nyumba anazo yeye. Unatakiwa ufanye kila mbinu hati ziwe kwenye mikono yako. Baada ya hapo uzifikishe nyumbani kwangu na ujue nyumba sehemu ilipo. Baada ya hapo tutamuua yeye na namba 7. Na kisha nyumba tutaiuza. Kingine, hakikisha nyumbani kwako asipajue. Apajue hapo hapo ulipompeleka. Hakikisha unafanya kila mbinu ili kukamilisha mpango niliyokuagiza. Hakikisha unatumia silaha yako ya mwisho. Ikiwezekana hata naked weapon unaweza kutumia pia. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kwenye swala la nyumbani kwangu hawezi kupajua kwa sababu hata hivyo nishamwaminisha hapa ndo nyumbani kwangu. Na kuhusu swala la haki usijali mkuu, utatumia kila mbinu zote alizonifundisha mwalimu kuipata haki. Asante kwa kunielewa. Na kutegemea sana, binti mzuri mwenye roho mbaya. Uwe na siku njema. Na kwako pia bosi. Odo, umerudi? Ndio nimerudi. Shikamoo. Baba, ujambo? Jambo. Utokapo kwema kweli? Kwema, mbona uko wima wima? Shida nini? Maana nimekutana na Pinki huko yuko resi na wewe nakutana naye huko resi. Shida nini?
Hivi uko nyumbani kuna usalama kweli? Uko nyumbani usalama upo, ila ili jambo siwezi tena kulifanya siri, kwa sababu nahisi mtaa mzima sasa hivi atakuwa anajua. Bwana Odo, kusema kweli mwanao Pinki sasa hivi anapitia situation mbaya sana. Kiufupi Pinki alibakwa. We Franki, Pinki kabakwa? Mbaya zaidi alipata ujauzito. Sasa baada ya kupata ujauzito mimi nikasema hapana, haiwezekani mdogo wangu nini azalilike. Naam boss, nimeitikia wito wako. Maana nimefika mpaka uliponielekeza. Ila nilipofika hapo kwenye hiyo baa wakaniambia upo huko nyuma. Ndiyo, nilitoka pembeni kwa ajili ya kuongea na simu. Mission ya kumuua adui yako nataka uifanye wewe mwenyewe. Sawa. Nakusikiliza. Adui yako ana uwezo wa kiakili na mapigano, na hayo yote wewe una. Sasa basi, unatakiwa kukutana na master ambaye huwa anawafunza vijana wangu. Unatakiwa kwenda Morogoro milimani, ndipo anapoishi. Utakaa huko kwa siku kadhaa, na imani ukirudi utakuwa ni mwenye roho mbaya kuliko ninavyofikiria. Adui yako utamuua ndani ya siku moja tu au masaa. Ninachokihitaji mimi nikimuona adui yangu anapotea kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo chochote utakachoniambia kwangu ni sawa. Yaani limradi tu nimteketeze yeye. Na pia umeniambia naenda Morogoro huko milimani. Sawa, nimekubali. Ila sina pesa ambayo itakizi mahitaji yangu kwa muda wote nitakao kuwa huko Morogoro. Kila kitu kiko sawa, wala usijali, nishaandaa kila kitu. Wewe ni kujitayarisha na safari tu. Kikubwa ukifika kwa huyo master, kuwa msikivu na mnyenyekevu. Utakachokuwa umekifata utakipata. Sawa, nitakuwa kama ulivyosema mkubwa. Sawa, tuondoke. Nikaamua niende kwa rafiki yangu fulani hivi anaitwa Elia, na nadhani unamfahamu. Nilivyoenda kwa yule rafiki yangu, kwa sababu alikuwa anampenda sana Pinki, nikamuelezea situation yote yale mambo yalivyotokea. Ani dhamira yangu kubwa kwenda kwa huyo Elia ili amstiri Pinki, aseme ile mimba yake, ili mradi tu tufiche aibu kwa mama, kwa sababu mama alikuwa hajui kabisa. Ila cha kushangaza na cha kustajabisha, yule Elia nilomwambia yale maneno akayatoa kwangu akapeleka kwa mama. Sasa Pinki karudi nyumbani, nikamweleza kila kitu. Sasa nilimueleza mwenzangu katoka winja amemfuata Elia sasa hivi. Hebu nisimulie vizuri, amebakwa sehemu gani na nani? Na nyani watoto wakime, kwa nini hamjafuatilia Pinki alivyobaka? Huyo mwanaume mnamjua aliombaka? Mamdogo alimbaka, kisema ukweli mimi simfahamu, na ningekuwa namfahamu ningewajibika kama kaka na uchungu na mdogo wangu, na ndio maana hapo unavyoniona naenda huko alipoenda Pinki. Nataka nikamtetee mdogo wangu. Hebu kwanza nifike nyumbani nikaongee na dada, maana kama vile unanivuruga, sikuelewi vizuri. Halo mkuu, nipo hapa barabarani, nimetoka kumsindikiza yule kijana. Vipi mkuu, kuna tatizo kwani? Haya sawa, nakuja.
Yani wewe mshenzi mmoja ndio nilikuwa nakutafuta. Nimekutafuta huko kote, nilikuwa sijakuona. Kumbe umekuja huku kubadilisha nguo. Sasa ninachosema hivi, utoke hapa sasa hivi uondoke. Yani ukirudi hapa, urudi na huyo mbwa wako alokupa mimba. Yani nyumbani kwangu sitaki kukuona. Si unanielewa? Unanielewa ninachokwambia? Hapana mama, mimi mwenyewe nilikuwa natafuta muda wa kukwambia, kwa sababu hii mimba mama haina baba. Yaani sijui nikueleze vipi, ila kusema ukweli mama, mimi nilibakwa. Umebakwa? Kwa hiyo ubakwa hata kelele usipige. Wewe usinichanganye mimi. Hivi anayebakwa unamjua wewe? Ubakwa hata kelele usipige. Hivi unanena mimi mtoto mdogo? Ungebakwa si hata simu ungepiga. Mbona simu hujapiga? Ina maana si ulifurahia? Usinitanie wewe. Wewe ukubakwa. Ninachosema hivi, nyanyuka hapo. Nenda huko kamlete huyo mbwa mwenzio alokupa mimba. Namtaka ukitoka huko uje naye hapa. La sivyo nyumbani kwangu hapa unaondoka. Si unanielewa ninachokwambia? Nasema hivi, unyanyuke, sitaki kuona sura yako hapo. Asa mami nitampata wapi? Aliyakuwa simjui. Yaani si hata sura yake sikufanikiwa kuiona. Na yote haya mama yanayoendelea yametokea ulivyokuwa Mkulanga. Kama uniamini mimi muulize hata kaka Frenki. Aya nayosema ni kweli mama, sikudanganyi. Nimuulize Frenki? Kwa nini unataka kuniambia Frenki wewe ndio unaendaga naye kwa mabwana zako, si ndio? Si ndio? Nasema hivi, wewe Frenki kama ndio huyo mtu wako mnaendaga wote kwa bwanako. Sasa nyanyuka hapo kamshike Frenki mwenzio, nenda ukamlete huyo mbwa wako uje naye hapa. Toka nyumbani kwangu, sitaki kukuona. Hivi unajielewa ninachosema? Wewe mshenzi wewe. Ngoja niende ndani kuona. Wewe bado upo? Hivi Vipi mkuu, mbona tena unatoka nyumbani na wakati umeniita haraka haraka, kuna nini? Nimechanganyikiwa. Nimeangalia ndani hati zangu sizioni. Sielewi hata nifanye nini. Ila na uhakika tu ni yule binti mchawi ndio atakuwa amechukua zile hati. Sasa basi nataka nikuagize. Nampigia yule mganga hapatikani. Nataka uende kilingeni kwake. Ukamwambie ile kazi niliyokuwa nimempa, huu ndo muda sahihi wa kuifanya. Nataka hakikisha anamuua yule mtoto na achukue hati. Maana hati kwangu ndo kila kitu. Siwezi kufanya kazi ya bure, maana nimemuua naye, nimemuua sijui nani, ili niweze kumiliki mali. Sasa hivi sasa kama nimefanya kazi bure, unaona inawezekana inakuingia akilini? Fanya vyovyote vile uweze kufika kwa yule mganga mara moja iwezekanavyo, na unipe majibu yanayostahili. Mchilo mdogo wangu, watu wengi kinachowafanya wasifanikiwe katika hii dunia ni tamaa. Na wengi waliofanikiwa, kitu pekee ambacho huwa kinawarudisha nyuma ni tamaa pia. Pesa, mali ni kitu ambacho nafsi waga haitosheki navyo, na hivyo vitu ndio vinafanya watu wengi tunamsahau mpaka Mwenyezi Mungu. Laiti kama ungekuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Mchilo, usingefanya au unayoyafanya kwa sasa. Nakupenda sana kaka.
Siku ukiamua kubadilika na kuwa mtu mzuri ili tuishi kama tulivyokuwa tunaishi hapo awali, karibu sana kwenye maisha yangu. Ila kama utaendelea na moyo wako huo huo wa tamaa, na kutakia kila la heri. Ila tambua kitu kimoja, katika hii dunia hakunaga mwisho mwema kwa mtu mwovu. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi.